Sambamba na hapo, ninawapongeza sana ninyi Wizara ya Mali Asili na Utalii chini ya Dr. Barozi Pindichana, ambaye mmeona kuichagua Njombe kuwa sehemu mojawapo ya kufanya maadhimisho haya, na wana Njombe wamekubali kuyapokea maadhimisho haya na wako tayari kuyapokea na wako tayari kuadhimisha pamoja na ninyi. Tunawashukuruni sana kwa niaba ya wananchi wa Njombe. Lakini sambamba na hapo, ndugu zangu wananchi wa Njombe, kauli mbiu ya mwaka huu inasema ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa uendelevu wa rasilimali kwa kizazi hiki na kijacho. Na mgeni rasmi wa maadhimisho haya, kama tulivyotangulia kusikia, ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tutakuwa naye tarehe 21. Maana yake atakuwa kwenye viwanja hivi. Na mimi nipende kutumia fursa hii kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wananchi wote wa maeneo yote, mitaa yote, tuje kwenye viwanja hivi tumlaki Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo waombe mpite, kila banda wananchi piteni, msiliache. Tunajua sisi uchumi wetu wa Njombe ni misitu. Ndio biashara yetu, ndio mitaji yetu, lakini ndio utajiri wetu. Kwa hiyo tuwaombe watu wasikae majumbani. Pamoja na faida nyingi ambazo tunazo katika maeneo yetu, ukipita kwenye mabanda utajifunza faida za utunzaji wa miti na misitu katika maeneo yetu. Bidhaa nyingi zilizoko hapa zimetokana na mazao ya misitu na miti. Tujifunze kutoka kwenye hayo kwenye hayo mabanda. Lakini tunategemea Waziri Mkuu akishamaliza shughuli yake pale kuhutubia, sisi tutakuwa na mkesha hapa, kwa sababu tutakuwa na nyama choma. Kuanzia akishuka tu kwenye jukwaa tunaanza nyama choma. Nyama choma zitakuwa maeneo hapa zote, tushaanza kuandaa mabanda. Kwa wananchi wote wako maeneo haya. Leo haziuzwi, wewe kwenda pale kula nyama choma. Njombe oye! Njombe oye! Kwa hiyo tunapo lazima kwa mtu jiandae. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, wewe njoo na chumvi na pilipili basi. Mambo mengine utayakuta huko. Vitu vingine utavikuta katika maeneo yetu. Kwa hiyo ninawakaribisheni sana wana Njombe. Hamna haja ya kuendelea kukaa nyumbani, hamna haja ya kuendelea kukaa kijiweni. Ni muda mfupi tutampokea Waziri Mkuu katika maeneo haya. Kwa hiyo niwaombe mjitokeze sana katika maeneo yetu. Maonesho ambayo yatafuatiwa na shughuli za mdahalo na baadaye siku ya kilele tarehe 21 ambayo tunamtegemea Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwa mgeni wetu na tuweze kumsikiliza. Kwa ufupi sana Mheshimiwa, siku hii ambayo tunategemea kilele chake kiwe tarehe 21 ni jambo ambalo ni mambo mawili yatakayofanyika kwa wakati mmoja. Mosi, tutaadhimisha siku ya kitaifa ya upandaji miti ambayo mwanzoni ilipangwa kufanyika tarehe 1 ya kila mwezi wa 4. Lakini tukio hili pia litaandamana na kuadhimisha siku ya misitu duniani ambayo kimsingi ndio siku yake tarehe 21 ya mwezi wa 3. Kabla ya tukio hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya hamasa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa uhifadhi, lakini pia tumeweza kupanda miti katika taasisi mbalimbali ili kudhihirisha kwamba siku hii inao umuhimu mkubwa kwetu sisi wa Tanzania, lakini kwetu sisi wana Njombe ambao tumepata fursa ya mwaka huu tukio hili kufanyika kwetu. Tunapoendelea kufika kileleni, ni wito wangu kwa waalikwa wote wana Njombe, ni wito wangu kwa watumishi wote wa serikali kuangalia sasa kauli mbiu ambazo tunakwenda nazo
kauli mbiu ya kwanza ambayo inalenga kwenye kuongeza thamani, lakini kauli mbiu ya pili ambayo tunatuambia misitu na chakula, ya kwamba hivi bila misitu chakula kinapatikana wapi? Ya kwamba ndani ya msitu tunapata maji, ndani ya msitu tunaweza kufanya umwagiliaji, ndani ya msitu na faida tele ambazo kila mtu anaweza akazitambua. Ndugu mgeni rasmi, katika maadhimisho haya kuna mambo makuu matatu ambayo au manne ambayo yanafanyika. Kwanza ni hamasa kwa wananchi wote Tanzania kwa kupitia hapa Njombe. La pili ni maonesho ya bidhaa mbalimbali za wajasiriamali mbalimbali, aidha zinazotoka moja kwa moja katika hifadhi zetu za misitu au ambazo zinatokana na uzalishaji unaotokana na kwenye mazao ya misitu. Lakini tatu, watu wataweza kuona namna gani ambavyo bidhaa ya misitu inaweza kuongeza thamani katika kuhakikisha kwamba hakuna kinachotupwa katika mnyororo mzima wa mazao ya misitu. Lakini nne, ambalo ni kubwa kuliko yote, wananchi watapata fursa ya kupata ujumbe wa Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye pia atakuwa anazungumza maneno ambayo yanawakilisha ujumbe wa mhifadhi mkuu ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tutapata fursa hapa kama nchi kupata ujumbe huo, na nitawaomba kwa namna yoyote ile tujitahidi kufanya hamasa ya kutosha ili tutoke kuja kuwapokea.